Ndugu zangu wa Tanzania, sasa tusifikie hatua vijana tukawa ni sehemu ya kipato cha watu. Ikawa ni sehemu ya kipato cha watu. Mtu anakuja kwa ajili ya maslahi yake. Hilo jambo ninawasisitiza vijana wa Kitanzania. Mjaribu kukaa, mfikirie. Sio kila jambo mnakuja. Kuna watu wengine kwenye matukio haya mnawatengenezea kipato kwenye maisha yao. Na hatima yake si ndivyo? Wao wanafaidika, si tunaendelea kuumia. Lakini pia napenda kuwasisitiza vijana. Kuna baadhi ya watu ambao wanatuletea hizo taarifa, ambao wengine wako nje ya nchi, wanaenjoy, wanafurahi kila kitu. Wao wako nje ya nchi, lakini tunayoumia ni sisi. Tunashinda njaa, tunashinda ndani, tunapata matatizo. Wengine wanapigwa, wengine wamekufa. Tujifunze kwenye matukio haya ambayo yajitokeza. Kama wao wana nia njema, waje wenyewe tushirikiane, si ndivyo, kwenye kuandamana. Sio wanatutanguliza sisi wakati wao wako nje ya nchi. Na wasihi vijana, hili jambo mliangalie kwa ukubwa. Muache kabisa matukio haya ambayo yanayotaka kuendelea. Yaliyofanyika, sisi kama Watanzania au mimi kama Mtanzania ndio mara ya kwanza kuyaona, kitu ambacho kilisababisha kuleta hatari kubwa na kusababisha watu tukawa tunashinda ndani, na tukasababisha watu wakawa wanashinda na njaa, watu biashara zikaharibika. Kitendo hiki mimi kama Mtanzania kilinisikitisha kwa kiwango kikubwa. Ningeomba Watanzania wote tukemee jambo hili. Sio jambo ambalo sisi kama Watanzania tumewahi kulizoea, hatujawahi kuliona. Kwa kushirikiana Watanzania wote wenye kuitakia nchi yetu mema, tulisemee kwa kiwango cha hali ya juu, ili kuhakikisha tunatengeneza amani kwenye nchi yetu. Kila mtu afikie hatua afanye biashara yake. Kama ni mkulima afanye ukulima, kama ni mfanyabiashara wa duka afanye biashara yake. Yaani kila mtu kulingana na sekta yake ambayo ilikuwa ikimtengenezea maisha yake kwenye maisha yote ya kila siku. Kwa jina mimi naitwa Alex Vitalis Ndairagiji. Wapo wa vijana wanaojikiti kwenye kundi la maneno ya watu kutoka kwenye mitandao, kutoka kwenye TV, yani na kwenye radio, kwenye runinga zote zile, mitandao yote. Sasa wale wa vijana ninachowashauri watafute kazi za kufanya, wasikilize wale watu ambayo wako kwenye mitandao kupitia simu kubwa, kwenye TikTok, sijui WhatsApp, sijui Instagram, sijui nini. Yani hiyo mambo ya mitandao wasifuatilie, kwa sababu wanatugombanisha sisi wa Tanzania. Tugombane maisha yetu ili mradi yakaende chini wakati anabidi aende juu. Alafu cha pili, hao wanatugombanisha kupitia mitandaoni. Wao wanataka sisi wa Tanzania tusambaratike na mali zetu zipotee, kiasi kwamba kila mmoja asijitambue. Mimi nachoomba vijana wenzangu watafute kazi za kufanya, aidha atafute kazi ya bodaboda, ama atafute kazi aweze kuuza machungwa barabarani, au aweze kuuza kuku barabarani, au aweze kuuza yani nguo mtumba zile, akaenda kanunue akatembeze, ili apate kipato, aache kusikiliza maneno ya hao watu wako nje huko. Sisi tunakula ugali na tembele, alafu tunakula michicha, alafu tunakula dagaa na nyama, tukiipata mara moja haina shida, na wali hivyo tunakula hapa kwetu. Wale kule wanakula mapiza, magato ya kizungu kule, sisi hatujui na tuwafahamu. Sasa wanakuja kutuchonganisha hapo kwenye mitandao, imani sisi wa vijana tushinde kujenga nchi yetu na kuweza kuimiliki vizuri sahihi. Hao ndio maelekezo yangu nimewapa wa vijana wenzangu. Kiukweli wasikilize maneno ya mitandao, yanapoteza. Mimi hapa nina simu kubwa, sema sina hapa. Mimi mitandao naisikiza vizuri tu, ila yale maneno yao huko nayachekecha, alafu naachambua, naona hawa wanataka nini na wanahitaji nini. Sasa katika nchi yetu ya Tanzania, ninachokiona wapo watu wanahitaji uchochezi wa kuweza
kuchonganisha Watanzania ili mradi hii nchi iwe ya vurugu. Kiukweli kitendo kilichofanyika hapa cha maandamano, ambayo maandamano yenyewe yalikuwa hayako sahihi, ambayo ni maandamano ambayo hayako kwenye kisheria na kikatiba, mimi sijapenda. Kama Mtanzania mzalendo niozaliwa nchi hii, kweli mimi sijapenda. Kwa sababu gani? Cha kwanza, walituchomea mali zetu sisi wafanyabiashara na wengineo. Alafu cha pili, sisi wafanyabiashara kama sisi bodaboda, walitusimamishia biashara zetu, tukashindwa kufanya nini? Tukashindwa kufanya business zetu vizuri. Cha kwanza, tulifungiwa sheri siku kadhaa, tukao kufuata mafuta ikawa ni shida. Biashara zangu biliumba sana. Kiukweli mimi kama Mtanzania mzalendo sijapenda kuungana na kikosi hicho cha kuandamana na kuharibu mali za watu na kuiba mali za watu, kwa sababu maandamano yao yalikuwa sio maandamano ya sheria, yalikuwa maandamano ya wizi. Mimi sijapenda kabisa. Yaani sijapenda. Alafu cha pili, waliharibu maisha ya watu wengine hata pamoja na mimi mwenyewe nimo. Kwa mfano, walipofunga sheri, mimi kupata lita ya mafuta ilikuwa inasumbua kupata lita ya mafuta. Yaani kupata lita 2, lita 3